Bima Pub, urahisi wa maisha. Naitwa Hassan Ali Linyama, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria na ni mratibu wa kampeni ya Mama Samia ya msaada wa kisheria inayofanyika kwa muda wa siku 10 katika halmashauri ya Madaba. Tulianza hapa siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 5 na tunategemea kumaliza tarehe 17 ya mwezi wa 5 2025. Katika kampeni hii tumefanya maeneo mbalimbali kwa kuanzia tulianza maandalizi, lakini kampeni ilianza siku ya tarehe 9 pale kijiji cha Hanga Gadinda ambapo mwenge ulilala. Kwa hiyo siku ile mwenge unapopokelewa tulikuwa tuko pale tukiwa tunatoa huduma ya msaada wa kisheria kwenye masuala mbalimbali kama vile masuala ya elimu ya kisheria, tulitoa elimu ya uchaguzi, tulitoa elimu ya mirathi na ndoa, lakini pia tulitoa elimu kuhusu ukatili wa kijinsia. Kwa ujumla wake mwitiko ni mkubwa, wananchi walikuwa wakifurahia sana, hasa napokuja swala la ndoa na mirathi, ukatili wa kijinsia pamoja na masuala machache ya ardhi. Kwa ujumla wake kitu ambacho tumejifunza tukiwa halmashauri ya Madaba ni kwamba wananchi wengi wanapitia changamoto kwenye masuala ya ndoa na mirathi, kwa sababu hayo ndo maeneo ambayo wamekuwa wakiuliza sana na wamekuwa wakilalamikia sana. Hatujapokea mgogoro hata mmoja kuhusiana na mambo ya jinai, hatujapokea migogoro michache sana kuhusiana na swala la ardhi, lakini migogoro mingi inahusiana na swala la ukatili, mirathi na ndoa. Ni kwa kiwango gani mmeweza kuwashauri pindi mnapopokea malalamiko kama haya? Tumekuwa tukifafanua matakwa ya sheria hasa inapokuja swala la ndoa, kwa maana ile misingi ya ndoa, lakini kuepuka vitu ambavyo vinaweza kusababisha kuvunjika kwa ndoa kama vile kukosa uaminifu, uadilifu kwenye ndoa, lakini kutoa siri za ndani za ndoa nje kwa watu wasiohusika. Tumekuwa tukisisitiza kusuluhisha migogoro kwa njia ya mbadala, kwa maana ya kwamba wale wanandoa wenyewe ambao wanafahamu sababu iliyowafanya watofautiane, tunaamini wao ndio wenye uwezo wa kutatua pale ambapo watajielekeza kwenye sehemu gani au kitu gani kimetufanya tutofautiane, na sio kutafuta nani ambaye amekosea. Ukitafuta nani aliyekosea, kila mmoja atakuwa anakataa, atakuwa anapelekea mwenzie, mwisho wa siku hatutapata suluhisho. Kwa hiyo tumesisitiza hilo na wamekuwa wakituelewa na kuahidi kwamba watafanya hivyo. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba tumejitahidi kusisitiza sana matumizi ya njia mbadala za kutatua migogoro, hasa matumizi ya viongozi wa kimila, viongozi wa dini, wawe mchango mkubwa badala ya watu kukimbilia kwenye vyombo vya serikali au vyombo vya dola kama vile mahakama, polisi. Miongoni mwa elimu ambayo umetoa pamoja na masuala ya utawala bora, kwa nini utawala bora ilikuwa ni miongoni mwa masomo ambayo mmekuwa mkitoa kwa wananchi? Tumetoa elimu ya utawala bora ili kwamba wananchi wamekuwa wakipata mambo mengi kutoka kwa watu mbalimbali, wakiwa wanamaanisha kwamba pengine Tanzania hatuna utawala wa sheria. Tukisema hakuna utawala wa sheria maana yake hakuna utawala bora. Lakini mambo ni tofauti na hivyo. Ukweli ni kwamba hata hii kampeni ya Legal Aid ambayo inaendelea, Tanzania ni nchi ya kwanza duniani, sio Afrika, ni nchi ya kwanza duniani kuwa na kampeni kama hii, ambayo hivi tunapoongea Waziri Ndumbaro ambaye ndo waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria ametoa juzi kauli kwamba wakiwa kwenye kikao cha Jumuiya ya Madola, nchi za Jumuiya ya Madola zimekubaliana kuja kuomba idhini ya kutumia hii kampeni kwenye nchi zao, kwa sababu sisi ndo wenye haki miliki. Kwa hiyo wanataka wapate haki ya kukopi ili wakaenda wakaitumia kwa kwao. Kwa hiyo inaweza kukuonyesha kwamba kama wanaweza kukopi vitu hivi vya kisheria kutoka kwetu, maana yake kwamba Tanzania kuna utawala wa sheria. Kwa hiyo wananchi tunawaelimisha kwamba jamani, utawala bora upo. Kwa mfano, Tanzania ni nchi ya kidemokrasia. Hivi tulivyo tunaelekea kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu ambao tunategemea kama tume itakuwa imepanga hivyo utafanyika mwezi Oktoba au Novemba mwaka huu kulingana na vile ambavyo tume watasema. Sasa hii tume ni tume gani? Uchaguzi wa mwisho ulifanyika. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.